Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Tuelekee huko katika rasi ya Korea ambapo Korea ya Kaskazini ya bwana Kim Jong-un inatoa onyo kali kwa maneva ya kijeshi ya Korea Kusini na Marekani. Kwa mujibu wa kiongozi wa taifa hilo bwana Kim Jong-un ni kama vile amemuonya rais wa Marekani bwana Donald Trump, akimueleza namna ambavyo anachukizwa na hatua za kijeshi ambazo zinafanyika kila mwaka kati ya Korea ya Kusini pamoja na Marekani. Korea Kaskazini imeionya Seoul na kutishia kuchukua hatua kali iwapo mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya kila mwaka kati ya Korea Kusini na Marekani yataendelea katika wiki zijazo. Pyongyang imesema kuwa Korea Kusini na Marekani zitagharimika pakubwa kwa maneva hayo ya kijeshi. Nchi maadui zitalazimika kulipa gharama kubwa kwa maneva yao ya kijeshi ya kipumbavu ambayo yatapelekea Korea Kaskazini kuchukua hatua za haki za kujihami, imesema taarifa kutoka Pyongyang. Pyongyang pia imetoa onyo hili siku mbili baada ya Korea Kusini na vikosi vya jeshi la Marekani kutangaza kuwa mazoezi ya kijeshi yaliyopewa jina la Ngao ya Uhuru yataanza Jumatatu ijayo na kuendelea kwa siku 11. Pyongyang imelaumu majeshi ya Seoul na Washington kwa maneva hayo na kusisitiza kuwa iwapo Marekani itaendelea kutunisha misuli kijeshi, Pyongyang pia haitakuwa na chaguo jingine zaidi ya kuihuisha uwezo wake wa kukabiliana na hujuma kama hizo za maadui. Korea Kaskazini kwa muda mrefu sasa imekuwa ikishutumu na kukosoa mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini na kuyataja kuwa yana lengo la kutekeleza hujuma na uvamizi. Kim Yo-jong, dada wa Kim Jong-un, kiongozi wa Korea Kaskazini, wiki iliyopita alikosoa kuwasili kwa meli ya kubeba ndege za kivita Marekani USS Carl Vinson na kushuhudiwa harakati nyingine za kijeshi za nchi hiyo katika kambi ya jeshi la wanamaji la Korea Kusini huko Busan. Mtazamaji wa The World News, kumekuwa na mabishano ya mara kwa mara kati ya Korea Kusini pamoja na Korea ya Kaskazini, lakini yote hayo inadaiwa kwamba anachangiwa na namna Marekani inavyokuwa inaunga mkono juu ya kile ambacho kinaendelea, hasa mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili, na wakati mwingine wakijumuisha na Japan kushiriki katika mazoezi ya kijeshi ambayo kwa upande wa bwana Kim Jong-un anaona ni kama vile ni tishio kwa upande wake. Mara kadhaa imeshuhudiwa Korea ya Kaskazini ikifyatua makombora ya masafa marefu, masafa ya kati na hata masafa mafupi katika kujibu maneva za kijeshi ambazo zimekuwa zikifanywa na Marekani pamoja na Korea ya Kusini. Imefikia hatua Korea ya Kaskazini ikaribu miundombinu iliyokuwa ikiunganisha Korea Kusini na Korea Kaskazini, kuonyesha kwamba bwana Kim hakuhitaji tena muungano wa watu wa Korea Kusini kuelekea Korea ya Kaskazini. Lakini wakati mwingine ndege za kivita zimeonekana zikitishiana kati ya Korea Kaskazini na zile ndege ambazo zimetoka nchini Marekani, lakini yote hayo ni kila mmoja kuona kwamba ni kuingilia uhuru wa upande wa pili. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.